Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Sabiha TV, tukiwa tupo katika siku ya Eid al-Fitr ambako mara baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu wanasherekea sasa ile siku ya Eid al-Fitr, na leo katika viwanja vya kata ya Kivule wilaya Ilala jijini Dar es Salaam kumekuwa na tamasha katika Al-Madrasat Nur Islamia iliyopo hapa Kivule. Kubwa zaidi ni tamasha kubwa sana ambalo limehudhuriwa na viongozi mbalimbali, lakini pia waimbaji mahiri na nguli hasa kutoka bara na visiwani kule wamefika hapa kwa ajili ya kuleta ladha ili kuweza kufurahisha, kusherekea na baadhi ya Waislamu ambao wamefika hapa. Kubwa zaidi ni kusherekea siku hii ya leo Eid. Watoto wamefurahi, lakini pia waimbaji hawa wamekuja kwa ajili ya kuburudisha. Mbele yangu ni naye Al-Ustadh Ali Ismail. Huyu ni mwimbaji mahiri na maarufu zaidi kutoka kule visiwani Zanzibar. Yeye ametokea katika Al-Madrasa Kadiria iliyo pale Zanzibar, na kubwa zaidi kufahamu tu kwamba ana kitu gani hasa kasida yake ya kafara, lakini pia rasmi tutaweza kufahamu ameanza lini kuimba katika tasnia ya kasida na mpaka sasa hivi alipofika, na hii kasida yake ya kafara ina maana gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Sheikh, pole na safari kwanza. Asante sana, nashukuru. Asante sana, tumefika salama alhamdulillah. Eid Mubaraka. Kullu aam wa antum bi khairi. Mwalimu, kwa niaba ya watazamaji wa Sabiha TV, wanapenda kufahamu jina lako rasmi, unaitwa nani na ni lini hasa umeingia katika fani hii ya kasida? Kwa majina naitwa Ali Ismail aka kwa kule Zanzibar au katika mitandao wananiita mzee wa kafara kwa kasida yangu hii ya kafara. Na hii kasida imetoka muda, lakini katika usomaji wangu wa kasida nimesoma tangia 2016. 2016 ndo nimeanza kusoma hizi kasida mpaka hapa leo. Safari ya kuanzia 2016 kuingia rasmi katika uimbaji wa kaswida ukiwa katika madrasa Kadiria mpaka sasa hivi ulikofika 2025, tunazungumzia ni miaka takriban zaidi ya 10. Of course tuzungumzie sasa tasnia hii kwa upande wako iko vipi, ni pengine faida na inakuletea gani ambapo unapata kuimba kaswida, na tumeona pale Zanzibar uimbaji wengi sana wa kaswida. Je, changamoto hasa katika uimbaji kaswida kwa pale Zanzibar iko vipi? Kwa upande wa faida inapatikana kwenye umaarufu, kwenye kujulikana. Kwa upande wa hasara au uzito upo mkubwa sana, kwa sababu faida yake si kubwa katika mahitaji, ila kikubwa unakuwa maarufu na unapata kupata zile shughuli za kufanya katika maholi. Kama mfano hivi nimealikwa hapa leo, nimekuja Dar es Salaam muona katika tamasha la Eid. Kwa hiyo nisingejulikana basi nisingeweza kuja. Kwa hiyo faida kubwa tunayopata katika usomaji ni kujulikana, lakini hasara na uzito uliopo ni kwamba tunafanya kitu lakini hatupati mahitaji sana kutokana na utengenezaji wa audio, utengenezaji wa video. Huu ndo ugumu mkubwa sana unaopatikana. Pale Zanzibar kuna ushindani mkubwa sana, waimbaji wa kaswida mafanane wakubwa, wakina Zungu, wakina tunaona wakina sasa hivi kuna kundi linaitwa Ahl Madina ambao wapo kule, brother Hafizi, lakini pia na wengineo zaidi ambao wapo, ambao kina Juma Faki. Ni wote waimbaji wa kaswida ambao wamefanya Zanzibar kuweza kujulikana uimbaji wa kaswida. Lakini kubwa zaidi kaswida za pale ni kaswida za ndoa, kaswida ambazo zinazungumzia mambo ya ndoa sana, nyingi sana. Ukisikiliza kuna mambo mengi sana katika ndoa. Kulikoni sasa uimbaji wengi wa kaswida au uimbaji wengi wa Zanzibar wanaimba kaswida zenye maudhui ya ndoa? Asbabu ni pale pale katika kipato na mahitaji. Unajua, unapozungumzia kisa cha mtume fulani, cha nabii fulani, utasikiliza. Mfano wewe ukishakusikiliza utabaki tu umevutiwa na historia ya nabii fulani, nimeielezea katika kaswida muondoko ule, lakini mahitaji sasa ya kuweza kukunyanyua ukapata kipato kwenye kasida zile za visa za ujumbe inakuwa ni madogo sana. Sasa watu wanajikita katika kasida za harusi kwa kutegemea kupata kodi za mashughuli. Mfano mtu anataka kuoa, anataka kasida special, anataka kuolewa, anataka kasida special, anataka pengine uperform katika holi.
Sasa hii ndo asbabu ya kuwa watu wanapenda sana kuimba kasida za ndoa. Lakini pia kuna jambo jingine hata kama watu wanaangalia mahitaji, lakini pia katika swala la ndoa ni jambo ambalo kuwa linavunjika sana sasa hivi. Na nimekuwa ndoa zetu zimekuwa kama mkanda tu, unafungua unafunga. Kwa hiyo inapaswa sana kuzungumzia nalo. Ni jambo kubwa sana ambalo kuwa limekuwa linazagaza na supply anytime katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Naam, tukianza sasa 2016 umeingia rasmi katika uimbaji wa kaswida ukiwa katika Al-Madrasa Kadiria mpaka sasa bado unafanya vizuri zaidi. Ni nani mwimbaji ambaye kwa sasa hivi enzi hizo alikufanya wewe uingie katika tasnia ya muziki katika tasnia hii ya kaswida na mpaka sasa bado unamkubali kama mwalimu wako, kama ndio real model wako unamfuatilia? Ni nani mwalimu? Mimi kwa role model wapo wengi, lakini kizungumzia wasomaji ambao kwa nawakubali pia, mimi nawakubali wasomaji wengi sana, na walionivutia kipindi hicho si msomaji mmoja, bali ni chuo Al-Madrasatul Qadiria. Ni pale ndipo niliposoma. Wao walipokuwa tayari washakuwa wakubwa, kina Sheikh Hafiz, kwa sababu Sheikh Hafiz katoka pale Kadiria, akina Shidi Zungu wote, Juma Faki Mbaruku wote ndo hao tumetoka pale. Kwa hiyo lakini hasa mimi nikwambie, ili swali lako nisilipeleke huku na kule, mimi ninayemkubali ni Juma Faki. Kwa nini Juma Faki? Juma Faki anajua sana. Juma Faki anajua kusoma na anajua kupita makamu na anajua njia za usomaji. Halafu ana voko mzuri ya usomaji. Tumesikiliza kasida yako hapa ya kafara. Pengine kasida hii ulitunga ukiwa na maana gani, au pengine kafara hili umezungumzia kafara aina gani? Lakini pia wabaya tumewaona mwalimu, pengine jambo walishakufanyia jambo lote ndio maana ukaandika au kutunga kasida ambayo inahusiana na kafara, na wabaya tumewaona. Sijawahi kuzungumza kuhusu swala la kasida hii ya kafara, vipi nimetunga au nilimaanisha kitu gani, lakini leo nitaweka wazi. Na si kasida ya kafara tu, mimi kasida zangu zote ni ambazo kwa natoa kwa matukio yanayonikuta mimi. Hii kafara manake ni dua. Kafara ni dua. Na hii nikasema nina kafara yangu nataka kusoma, ni kwa maana ninataka kuisoma dua kwa vitendo ambavyo kwa tayari vilishanikuta. Watu walinizungumza vibaya sana na wakanibandikiza baadhi ya kesi tofauti ili niweze kushuka chini, nisiweze kuendelea mbele. Umeona, nikazungumzwa maneno mengi sana. Kwa hiyo baada ya kuona hivi, mimi ni msanii, nikaona bora nipeleke ujumbe kwamba leo nina kafara yangu nataka kusoma, halafu kwenye answa wabaya nimewaona. Ndio maana nikatunga kasida hii ya kafara. Malengo na matarajio ya uimbaji wa kaswida sana katika upande wa Zanzibar ni yapi mwalimu? Malengo ni kupeleka ujumbe sana, tunapeleka ujumbe katika njia nyingi. Na sisi wa Zanzibar si kwamba hatusome kasida za visa, zipo nyingi, visa vya Nabii Ibrahim, Mona, Nabii Yusuf, Nabii Yakubu, kuna kasida zinaitwa swala, Mona. Yani tunaeleza vitu vingi, na lengo ni kuwapelekea watu ujumbe, kwa sababu na pia katika visiwa vyetu vya Zanzibar ni watu ambao wanapenda sana kusikiliza Waswahili. Kwa hiyo watu ambao wanapenda sana, kwa hiyo ndio maana nikawa sana tunajikita kwenda kupeleka ujumbe. Ushirikiano kati ya mafanani waimbaji wa kaswida mbalimbali na ukitazama wewe mafanani wakubwa, ule ushirikiano pamoja pale Unguja au pale Zanzibar kwa ujumla uko vipi? Ushirikiano pale ni mdogo, tofauti na bara. Ushirikiano ni mdogo, yake wewe ukafanya sema unafanya tamasha lako ukaja ukakuta hakuna mtu, unamwalika mtu haji, au akija anakuja kwa vita, anaenda kushindanwa huko. Umeona tofauti. Ushirikiano wa bara huko wana ushirikiano sana, wanabebana sana, na ndio maana kwa wanafika mbali katika masuala ya usanii wa kaswida, wanafika mbali sana kwa kweli. Sasa kule ushirikiano ni mdogo sana. Wito wako sasa ni upi kwa mamlaka husika, pengine hata kwa wadau wa kaswida pale Zanzibar na pengine uzungumzie Tanzania kwa ujumla? Nini hasa ambacho naambia kuhusiana kupush wasanii waimbaji wa kaswida nchini Tanzania kufika mbali na kutimiza malengo yao? Kwanza napeleka kwa wale wenye uwezo ambao ni matajiri au wana uwezo tu wa kumbeba mtu kumpeleka mbele. Kwanza nawaambia wasiangalie upande mmoja tu,
na siku hizi kila mtu anakuwa ana challenge yake, ana idea yake. Waingie na katika hizi tasnia za kaswaida, wanaweza wakatunyanyua na sisi tukapata alau, na sisi tukanyanyua wengine. Pengine unaweza ukakuta mtu ana shughuli yake, anaenda kualika msanii mkubwa wa Bongo Flava na mlipa milioni 100, milioni 200, umefahamu? Wakati kwa ni kitu cha kufana, hata msomaji wa kasida ukimpa milioni 1, milioni 2 au 5 unamnyanyua. Kwa hiyo ninacho kwanza nawaambia watu wana uwezo wajitahidi na huko kwenye tasnia ya kaswaida waingie, waangalie pia nako kukoje. Umeona Alafu katika swala la kushauri, na washauri wenzangu wasomaji wa kaswaida, tushirikiane, tusijione kila mmoja kwamba anajua. Kila mmoja ajione kwamba yuko chini, hajui kuliko ni mwenzake. Nilitamani kupata historia ya Ustaz Hafidh kutoka Kadiria kwenda Ahl Madina, lakini nadhani hii itakuwa nje na mada yetu, lakini kubwa ni kwamba tunashukuru sana kuhudhuria siku ya leo. Asante sana, shukrani. Naam, mtazamaji wa Sabiha TV, huyo ni Ustadh mwimbaji wa kaswida nguli kabisa wa kimataifa hapa nchini Tanzania kutoka kule visiwani Zanzibar, Ustadh Ali Ismail, ambaye ni mwimbaji mahiri kabisa. Amefika katika wilaya hii ya Ilala, kata ya Kivule. Kubwa zaidi ni kusherekea siku hii ya leo ya Eid al-Fitr na watoto, watu wazima, lakini watu wote ambao wamefika hapa katika ukumbini kwa ajili ya kusherekea siku ya Eid al-Fitr. Waumini wa dini ya Kiislamu katika kata hii na kata zingine wamefika hapa kwa ajili ya kusherekea kwa pamoja, kufurahi kwa pamoja. Nao pia waimbaji kama hawa wametoka mbali kabisa kufika hapa kwa ajili ya kuleta burudani na kufurahi kwa pamoja sana. Kaswida yake nzuri kabisa ya kafara, nimemuona mbaya yule pale, ni kaswida ambayo ina maudhui makubwa sana. Kwa wengine wanaweza kujiuliza ni kwa nini Ustadh Ismail kaimba kaswida ya kafara, na kabisa kafara, na nimemuona mbaya. Mimi ni Abu Ramadhani na hii ni Sabiha TV online, tukiwa bado tuko hapa katika viwanja vya Al-Madrasa Nur Islamia tukiendelea na kuleta burudani nzuri zaidi. Basi cha kufanya ni kuweza kusubscribe, kulike na comment kama Sabiha TV online. Nyuma ya kamera yuko Hamim, endelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho.